Bwana Yesu asifiwe. Shalom, shalom. Tumsifu Yesu Kristo. Basi tutaenda kuomba maombi ya kuondoa kifungo cha nafsi. Kifungo cha nafsi. Watu wengi wamefungwa kifungo cha nafsi. Nafsi zao zimefungwa. Yamkini unaweza ukajiuliza maswali, nimefungwa vipi wakati nipo? Kweli upo na kazi unaendelea kama kawaida kufanya, lakini vifungo cha nafsi umefungwa. Ukija kurejea katika kitabu cha Zaburi ya 116, tukianzia na mstari wa 7 hadi wa 8, anasema, nafsi yangu urudi rahani mwako, kwa kuwa Bwana amekutendea ukarimu. Maana yake kwamba urudi rahani mwako, maana yake kwamba hiyo nafsi haikuwepo sehemu yake, inatakiwa irudi sehemu yake. Adui amekamata nafsi yako, na ndo maana mara nyingi unakuta unaota ndoto saa zingine sehemu ambayo umezaliwa, au sehemu ambayo umekulia, au sehemu ambayo umesomea. Nini maana yake? Maana yake kwamba adui anapokufunga na kufunga nafsi, anapofunga nafsi, maana yake kwamba anakutumikisha pale anapokuhitaji, kwa sababu nafsi ameshaifunga. Muda wote anakutumikisha jinsi anavyotaka yeye mwenyewe. Sasa leo tutaenda kuomba kuondoa hicho kifungo cha nafsi. Yamkini adui alifunga nafsi yako na akapata mlango wa kuweza kushambulia. Na kawaida adui anapokufunga anaachilia roho za kukuweza kukushikilia, anaachilia mapepo. Na ndio maana muda mwingi unakuta saa zingine unajisikia tofauti, saa zingine labda kifua. Na tutakapoanza kuomba, kuna mwingine ataanza kusikia maumivu ya kifua. Kuna mwingine ataanza kuhisi kama mapigo ya moyo yanapanda. Kwa sababu gani? Nafsi yake imefungwa. Sasa tunaenda kuamuru sasa nafsi yako iweze kuachiliwa huru. Kokote ilikofungwa, haijalishi ilifungwa baharini, haijalishi ziwani, haijalishi mtoni, haijalishi kwenye mito mikubwa, haijalishi ilifungwa angani, haijalishi kwenye miti mikubwa, kokote ilikofungwa nafsi yako, tunaenda kumwomba Bwana wa majeshi aende sasa kukufungua na kukuweka huru. Maana yeye ni kimbio letu, yeye ni nguvu yetu, yeye ni msaada wetu. Basi hebu fungua sasa moyo wako kwa ajili ya maombi haya. Yamkini unaweza usifunguliwe tu kwa sababu mawazo yako tofauti. Yamkini sasa hivi mwingine atakapoanza kusikia maombi atakelekwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu tayari adui anajua atakaposikiliza haya maombi yatamfungua, yatamweka huru. Nami nikuombe sasa uwe tayari kwa ajili ya kusikiliza maombi tunaenda kuomba. Basi hebu nifuatishe kwa maneno mafupi. Sema, Bwana Yesu, asante Yesu kwa kuwa unanipenda. Asante Yesu kwa kuwa unaenda kunifungua na kuniweka huru. Bwana Yesu, ninakiri maovu yangu, ninakiri dhambi zangu, ninaomba unisamehe, nitakase kwa damu yako takatifu, unioshe kila ubaya wangu wote, nioshe na makosa yangu yote,
Nisafishe Bwana. Naomba rehema yako Bwana. Rehema yako Bwana. Rehema yako Bwana. Nihurumie na unifungue na kuniweka huru. Asante Yesu. Sifa kwako Yesu. Basi hebu fumba macho, mkono wako weka kwenye kifua au kwenye moyo. Baba, katika jina takatifu lako Yesu, ninakuja mbele zako Bwana. Ninawaleta watumishi wako hawa. Ninamleta baba huyo, ninamleta mama huyo, ninamleta kijana huyo, ninamleta binti huyo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, yamkini adui amefunga nafsi zao, anawatumikisha, amefunga akaachilia roho za mapepo ndani yao ambazo zinazowafuatilia, ambazo zinawatumikisha. Baba, ninasimama mbele zako sasa, ninasimama kikamilifu. Ninakataa hiyo hali ya mateka, ninakataa hiyo hali ya kutumikishwa, kwa kuwa Yesu Kristo, neno lako nasema ya kwamba umekuja kutangaza habari njema. Kwa wale waliofungwa, habari za kufunguliwa kwao, na hao mateka waweze kuwekwa huru. Baba, katika jina la Yesu Kristo, adui ameteka nafsi za watu wako, adui amefunga nafsi za watumishi wako. Ninatangaza uhuru sasa, muda huu na sahihi. Ninavaa mamlaka kamili kama mwana wa ufalme wa Mungu. Ninavaa mamlaka kamili katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Bwana akiwa upande wetu, ni nani atakayekuwa juu yetu? Baba, naalika nguvu yako sasa ishuke muda huu na sahihi Bwana. Inuka Bwana, inuka Bwana, inuka Bwana, na adui zako akimbie mbele zako. Katika jina la Yesu Kristo, kila adui yote aliyeshikilia watumishi wako. Neno lako Mungu linasema adui wa mtu ni wale wa nyumbani mwao. Baba, yamkini adui wametoka nyumbani mwao, hawajatoka mbali. Nakamata sasa mamlaka kamili katika jina la Yesu Kristo. Ninateka nyara hao madui yote, ninaangusha ngome zao wote, ninawakusanya hao madui. Haijalishi ni shangazi alifunga nafsi ya mtoto huyo, alifunga nafsi ya baba huyo, alifunga nafsi ya mama huyo, ya binti, ya kijana. Haijalishi ni bibi, haijalishi ni babu, baba, haijalishi ni ndugu, jamaa na marafiki, haijalishi ni jirani. Baba, ninateka nyara sasa, ninawakusanya wote hao madui wote, ninawakusanya wote. Ninaamuru sasa hicho kifungo cha nafsi kipasuke sasa kwa mamlaka ya jina takatifu la Yesu. Hicho kifungo cha nafsi kipasuke power katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Nafsi yangu urudi lahani mwako, nafsi yangu urudi lahani mwako, kwa kuwa Bwana amekutendea ukarimu. Bwana, naamuru sasa nafsi za watu hawa zirudi sasa, ziachiliwe huru, zirudi sehemu zao katika jina la Yesu Kristo. Kokote zikofungwa, haijalishi baharini, hiyo bahari ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita, ya saba, power. Ninaamuru sasa moto wa radi sasa upenye, sasa, moto wa radi. Hao walinzi walioshikilia hizo nafsi za watumishi wako, hao walinzi, mapepo wote, majoka, rika shaka taka sekirika ndara morika shekete, lazima achilie hiyo nafsi lazima achiliwe. Kokote iko fungwa, iwe ni ziwani, ziwa Victoria, iwe ni ziwa Victoria, ziwa Nyasa, ziwa Tanganyika, mto, haijalishi mto gani, haijalishi bwawa, haijalishi kwenye miti mikubwa, haijalishi kwenye mapango, kwenye vibuyu, haijalishi kwenye vibuyu, kwenye chungo, kokote kule ilikofungwa hiyo nafsi naisemesha sasa. Wewe nafsi, rudi sehemu yako, rudi mahali pako,
huyo, rudi mahali pako. Oh, wewe nafsi ya baba huyo, rudi mahali pako. Wewe nafsi ya mama huyo, rudi mahali pako. Wewe nafsi ya binti huyo, rudi mahali pako. Nafsi ya kijana, rudi mahali pako. Rika shaka teke seke rika ndaramo. Neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, ni kali kuliko upanga wao ukatao kweli. Rika shakata rika ndaramo. Oh, likawe hai sasa. Neno la Bwana likawe na nguvu, likawe na nguvu, likawe kali, likakatekate hizo kamba mikatare, kila roho yote iliyoshikilia, haijalishi mapepo, haijalishi majini gani. Oh, iwe majini subiani, majini makata, malina moto, malina moto. Wewe pepo malina moto unayekamata nafsi za watu hawa, na kuamuru sasa, achilia nafsi ya baba huyo, achilia nafsi ya mama huyo, achilia nafsi ya binti huyo, achilia nafsi ya kijana huyo, achilia nafsi ya mtoto huyo. Rika shakata rika ndaramo rika shekete power. Na achilia moto sasa, moto wa radi, utake ustake, lazima unaachilia. Oh, majini maina moto, ninakufunga kwa mamlaka ya jina takatifu la Yesu. Achia nafsi, achilia hiyo nafsi, na achilia msako Yesu, unapenya power. Oh, katika jina la Yesu Kristo. Ndio Ipo nguvu ya Bwana, mstake, lazima mwachilia. Yesu alikuja ulimwenguni ili tuwe na uzima, kisha tuwe nao tele. Natangaza uzima wa nafsi, natangaza kufunguliwa na kuwekwa huru. Hizo kamba zote mlizokuwa mmezifunga, oh, nazikata zote kwa neno la Bwana. Oh, nakata zote katika jina la Yesu Kristo. Haijalishi ni wengi, mna nguvu zilizotimilifu, lakini hata hivyo mnakatwa. Rika shaka teke seke rika ndara morika shekete. Oh, haijalishi mahurunati, mapepo mahurunati. Oh, rika shakata rika ndara morika shekete, katika jina la Yesu Kristo, natangaza sasa hayo makufuri yapasuke power. Hayo makufuri yaliyokuwa yamefunga nafsi yako, yapasuke sasa. Ndio mstake, lazima mwachilia. Achia nafsi yake power, achia nafsi yake katika jina la Yesu Kristo. Inatembea nguvu ya Bwana. Oh, nguvu ya Bwana haizuiliwi na chochote katika jina la Yesu Kristo. Ufalme wa Mungu unaposhuka, hakuna ufalme wote utakaoinuka. Ufalme wa kishetani, ufalme wa gizani unaangamizwa kwa mamlaka ya jina takatifu la Yesu. Power, vita si ya kwenu, bali vita ni ya Bwana. Yesu anaingilia kati kwenye hiyo vita. Unashinda. Hao walinzi wanapigwa power. Hao wasimamizi, haijalishi walipewa agano, wakapewa sadaka za fedha, sadaka za damu. Oh, leo wanakuachilia kwa mamlaka ya jina takatifu la Yesu. Power ufunguliwe sasa, power uwekwe huru, power upokee uhuru, power upokee kufunguliwa katika jina takatifu la Yesu. Yes, hiyo nafsi inarudi. Nafsi yangu, urudi lahani mwako, kwa kuwa Bwana amekutendea ukarimu. Hizo nafsi sasa zirudi mahali pake. Nafsi zingine, nafsi zilikuwa kwenye mashimo, zirudi mahali pake. Zingine zilikuwa kwenye mapango,
kwenye makaburi zilizikwa, hizo nafsi zinarudi mahali pake, Ndio. Yes, pokea nafsi yako sasa, pokea nafsi yako sasa. Power. Yes, narudi. Yes, narudi. Kuna mwingine ataona kama maono, kuna mwanga unakuja. Power katika jina la Yesu Kristo. Hiyo nafsi inashuka. Power, pokea sehemu yako. Power, pokea. Nafsi yako inashuka, inakurudia hiyo nafsi. Power. Sante Yesu, sifa kwako Yesu. Baba, tunakushukuru. Sante Bwana kwa kufungua hicho kifungo cha nafsi na kuwaweka huru watumishi wako. Baba, tunakushukuru, tunalibariki jina lako Baba. Sante kwa matendo yako makuu. Ni katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu ali hai. Baba, tumeomba na kuamini, na kila mwenye pumzi naseme amina. Basi wewe ambaye umefuatilia haya maombi, ni maombi ya kuondoa kifungo cha nafsi kini adui alikufunga. Lakini pia wakati tunaomba, naweza ukajisikia tofauti, mapigo ya moyo kaenda mbio, au kaona kama kuna kitu kinapanda, basi ujue Mungu yupo kazini, naendelea kuhudumia. Lakini basi kama kuna kitu chochote utahitaji kwetu, maelekezo fulani, basi tunakukaribisha, tupigie kwenye namba zetu na tutakuhudumia. Basi ulikuwa nami mtumishi wa Mungu Francis Mabina. Nikutakie kila lilo jema na Mungu akubariki. Endelea kufuatilia kipindi kingine kinachofuata. Bye bye.